sababu haiwezekani sisi tunatoa maelekezo yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo wa mwezi leteni magari tukague, mnyamtai kuleta. Mpaka kama haitoshi, tumefungua group la WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano yetu. Ndio? Tumewaelekeza wamiliki, tumewaelekeza madereva, na nyinyi mko kwenye lile group. Muda wa kuandika magari kama haitoshi, tukaandika na barua tukawaletea. Lakini bado mnavizia siku za mwisho, watoto wakisha kuja, mmeshafungua shule, mnakamatwa, ndio mnaanza kutusingizia. Mnatumia hoja au sifa ya watoto kuonekana mnanyanyasika kwenye swala la ukaguzi wa magari, kitu ambacho ni kibaya sana. Sasa tutafanya operation mwanzo mwisho. Tuna taarifa kwamba kuna gari za kiraia zinafanya hii biashara, na kuna baadhi ya shule hazina magari kabisa, zenyewe zina kodi, zinaachia wananchi wana kodi magari yao, wanajazana kama viti zinabeba watu 10 na kitu. Tuna taarifa hizo tayari, na kuna baadhi ya shule tunazo. Tutafanya operation ya mguu kwa mguu kuanzia mwanzo mwisho. Ukibaini kuna gari yote inafanya biashara kinyume na utaratibu, sio ya shule, tutachukua hatua za kisheria. Majina naitwa Senior Superintendent wa Jeshi la Polisi Gabriel Maira Chiguma, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Tuna zoezi zima la ukaguzi wa magari na hasa ya shule, kwa maana ya kuweza kuangalia uzima wake na kama yanafaa kuingia barabarani, kwa sababu ni msimu toka mwaka jana mwezi wa 12 tumekagua hizo gari, kila baada ya miezi 6 tunakagua hizo gari. Kwa tuliwajulisha wamiliki wa magari pamoja na madereva walipofunga shule kwamba tuletee magari yao tukague, lakini ni baadhi ya shule chache zilizotekeleza agizo hilo na baadhi hawakutii. Na leo walipoanza kufungua, tumeanza ile zoezi la kuweza kufanya operation maalum kwa ajili ya wale ambao wakuleta magari yao kukaguliwa, na tulifanya hivyo takriban mwezi mzima kuepusha usumbufu kwa baadhi ya watoto ambao wanatumia hizo gari za shule. Kwa maana ndio maana tuliwaambia mapema kipindi cha msimu huu tuweze kuzikagua kwa uzuri sana, na kama zingeonekana matatizo, basi tungewaelekeza nini cha kufanya kuweza kurekebisha maeneo au ile mifumo ambayo itaonekana ni mibovu. Leo tumefanya operation, tumekamata takriban gari nyingi na tumefanya ukaguzi. Inaonekana gari kama 15 zote ni mbovu. Ubovu wake ni mifumo mbalimbali ambayo ni mifumo ile mizito, mifumo ya uendeshaji engine, lakini kuna mifumo ya braking system, lakini pamoja na bodi kuoza, lakini nyingine hazijatii sheria ya kupaka rangi kwa magari ya shule kwa mujibu wa sheria ya LATRA. Kwa tumezizuia na tuliozikagua zote tumeelekeza wakafanya hayo marekebisho, then baada ya hapo tutawezekana tukakagua tena upya, alafu baadaye tutakuja kuwarudishia. Wito wangu kwa wananchi wote na hasa wamiliki wa shule, tunapokuwa tunatoa tangazo dhidi ya kuweza kufanya ukaguzi kwa vyombo vingine ambavyo ni vya moto, hususan vinavyobeba watoto wetu wa shule, lengo letu kubwa ni kuweza kuwakagua na kupata marekebisho ambayo kwa muda wote ilikuwa zina operate bila kufanya kazi. Tunafanya hayo kwa nia njema, kwa maana ya kuweza kuzuia ajali, lakini pia kuepusha majanga ambayo yanaweza kupata watoto wetu. Kwa tunapotoa wito kwa hiari ndani ya mwezi mzima kwamba leteni magari tukague, basi ni vizuri wakafanya hivyo na sio vinginevyo, na lengo ni kuepusha usumbufu wakati wa kufungua shule, watoto washusha au kupata taabu sana mashuleni, kuweza kupata shida wakati wa kuchukuliwa au kupelekwa shule. Lakini tunazo taarifa pia kuna baadhi ya shule hazina magari, kuna wananchi wanakodi magari mbalimbali kama zile za kiraia. Hiyo ni kinyume na utaratibu wa sheria. Ni vizuri kila mmoja, kama ni shule au mtu yoyote anataka kuingiza gari yake shuleni, ni vizuri akafuata utaratibu wa sheria, tukapata dereva ambaye ana sifa zote, kwa maana kama driving license yenye class C, na gari lake likaletwa kituo cha polisi kwa maana kukaguliwa na kuweza kupitishwa